Asema wa inna ma huwa ra'yu li Abi Hanifa, kwa hakika hiyo ni rai tu ya Abu Hanifa rahimahullahu ta'ala, bada lahu, ambayo ilikuwa imemdhihirikia yeye. La yajuzu lana al-akhdhu bihi, haijuzu kwetu sisi kuichukua rai hiyo, limukhalifatihi, kwa kule kwenda kwake kinyume, au limukhalafatihi, kwa kule kupingana kwake, itlaq al-aya, na kule yani kule kuachiwa kwa aya. Manake ile itlaq ya aya kwamba kuja kuelezea moja kwa moja, kwa maana kupingana na kule kutaja aya moja kwa moja jambo hilo. Wa huwa rahimahullahu ta'ala, na yeye al-Imam Abu Hanifa rahimahullahu ta'ala qad qala, kwa hakika amesema, fima sahha anhu, katika yale ambayo yalikuwa mesihi kutoka kwake. Abu Hanifa amesema la yahillu li ahadin, si halali kwa yoyote, an ya'khudha biqaulina, kuchukua kauli yetu, ma lam ya'lam, madamu itakapokuwa yeye hajui, min aina akhadnahu, wapi sisi tumechukua. Manake mpaka ajue dalili gani ambayo sisi ndio tumeitegemea katika kauli zetu. Fa inna basharun, kwa hakika sisi ni wanadamu, naqulu alqawl, tunasema kauli al-yawma leo, wa narji'u anhu ghadan, kesho yake tunafanya nini? Tunarejea kauli hiyo na kusema kauli hii sisi tumekosea na usahihi ni huu. Yaangalia hayo, anasema undhur takhrijahu, angalia takhriji yake fi kitabina sifatu salati nabii sallallahu alayhi wasallam, katika sahifa ya 18 mpaka 19 min at-tab'ati ar-rabi'ah, katika chapa ya 4, tabu maktabu al-islami, chapa ya maktabu al-islami. Na kwa bahati nzuri, walillahi alhamdu wal minna, sifatu salati nabii ni kitabu ambacho tushakisoma zamani kweli hapa katika sehemu hii. Kwa hiyo ni mtu atakuwa anakumbuka kwamba hayo masaili kweli tuliyapita. Kisha akasema fa kaifa yajuzu lana, vipi sasa ijuzu kwetu sisi al-akhdhu biqawlihi, kuchukua kauli yake al-Imam Abu Hanifa, wa qad alimna mukhalafatahu lidalil, na sisi tumekwisha kujua kule kupingana kwake kauli hiyo na dalili, kwa maana itakuwa ifai kwetu sisi. Thumma i'lam, kisha tambua, annana, kwa hakika yetu sisi, inama khuyirna, kwa hakika tumekhiarishwa sisi, baina an taghsila dama, baina ya mwanamke kukosha damu, au tatawadha, au kutia udhu, au taghtasila, au kukoga. Yani kwa wakati ule ambapo anapotaka kufanya tendo la jimai, mume ana khiari ya kumwambia mke wake, nenda kaikoshe hii sehemu tu, jitahidi ufanye haraka uje, kisha tutakwenda kukoga pamoja. Sasa mwanamke akaambiwa hivyo, alikuwa hajasoma Uislamu, mbona unaletea ukafiri yani? Unasema vipi rejea kauli? Kwa pili tena na kaika simu na mrekodi. Sijaifahamu hiyo kauli. Mimi nakuaga kidogo naenda kwa wazee. Akishaambia, mmesikia baba, hebu msikilizeni huyo mkwe wenu wale. Ni baada sauti inaikuwa baba, mimi naomba ukaikosha hii sehemu. Allahu musta'an. Sasa na wazee nao hawajasoma dini, hawajui yani. Na wazee nao hawajasoma dini, na kwa ni mtihani, sio mtihani. Nasallallahu alaihi wasallam. Sasa ni jambo ambalo wanawake wanatakana wafahamu sheria ya Uislamu, na wanaume nao vile vile wanatakana wafahamishe wake zao katika hali ambayo ilikuwa nzuri. Baadhi ya wakati ule ufahamishaji ulikuwa sio mzuri, ndio mwanamke anakuwa haelewi wala hafahamu. Lakini ikiwa ni mfahamishaji mzuri na ukapita katika mafundisho ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam katika kumfahamisha mke wako, basi ataelewa na atafahamu. Ataelewa na atafahamu. Na uzuri wa mambo yale ambayo unasoma wewe, na yeye unakwenda kumsomesha, kumpitisha, basi inakuwa lillahi alhamdu. Na baadhi ya wanawake wanatakana mche Allah sana. Baadhi yao wanakuwa wale wamezao kisha kuwazoea, wanakuwa kuwasikiliza inakuwa ni asilimia ndogo kweli yani. Lakini akitokezea mtu mwingine wa mbali akimfahamisha, ndio anakuwa anamsikiliza na anafahamu zaidi. Unatakana mche Allah. Masikio yako mwanamke unatakana ya mwanzo kabisa kuyatega, basi mume wako ndo msikilize mwanzo. Umsikilize katika yale ambayo kufahamisha, ambayo ndani yake sio maasi. Sababu ndio Uislamu. Na akipatikana mwanamke wa sampuli hii kwamba mume wake kumsikiliza kwake ni kudogo,
lakini kumsikiliza mtu mwingine ni kukubwa. Huyu ni muasi, natakana ajirekebishe, aache wasia huo, ajitahidi kwamba msikilize sana mume wake, kwa sababu mume wake ndio kiongozi wake na ndio ambaye atakwenda kuulizwa siku ya kiyama, kadhalika ndio pepo yake na ndio moto wake, kama hadithi ya ammatu Husaini bin Mihsan ambayo tushaisoma katika kitabu cha mwanzo cha masala ya ndoa, na pia katika kitabu hichi pia sijui kashasoma au vipi, lakini kwamba ile hadithi Mtume SAW alipomuuliza yule je, unaye mume wewe? Akasema ndiyo, naye mume mimi. Akamwambia vipi wewe na mume wako unaishi naye vipi? Akamwambia mimi bwana sijapata kumfanyia mapungufu katika kumtumikia na katika kumridhisha. Mtume SAW akamwambia jiangalie vizuri na mume wako, uko wapi na mume wako, fa inna ma huwa jannatuki wa naruki, kwa hakika mume wako ndio pepo yako na ndio moto wako. Kwa hiyo mwanamke ajue kwamba mume ni pepo, simuone kwamba akashamzoea kawaida tu, anaweza kataniana naye, anacheka naye. La, achunge, ajue kwamba mume ni kitu ambacho kwa kikubwa sana, sio mtu ambaye wa kawaida kuliko yoyote yule ambaye yeye anomtukuza katika binadamu aliyoko hai duniani. Basi ajue mume wake ni nambari moja, natakana mheshimu katika hali ambayo ilikuwa kubwa sana. Sijui umefahamu? Amheshimu. Haya, kisha baada hapo akaendelea kusema, akasema sisi tumekhiarishwa katika moja katika hilo, antaghsila damu, mwanamke kukosha damu, au tatawadha, au kutia udhu, au taktasila, au vile vile kuoga. Lianna isma tatahuri yaqwa ala kulli min hadhihi al-umuri thalatha, kwa hakika jina la kujitawarisha linatuka ala kulli, juu ya kila min hadhihi al-umuri thalatha, katika mambo haya matatu. Baina antaghsila damu, baina kuosha damu mwanamke, au tatawadha, au kutia udhu, au taktasila, au kukoga. Lianna isma at-tatahhur yaqa ala kulli min hadhihi al-umuri thalatha. Qala Ibn Hazm, amesema Ibn Hazm, wal wudhu na udhu tathhur, mwanamke anatoharika bila khilaf, yani mtu kutia udhu mwanamke anatoharika kwa jambo hilo bila khilaf. Wa ghaslul farji bil ma'i, na kuosha utupu kwa maji tathhur, mwanamke anatoharika pia, anasabika anatoharika mwanamke kadhalika vile vile, kwa maana akachukua maji yake akajisafisha vizuri katika nini, katika ile sehemu yake asiri, na pakapatikana na ziada, labda akapata ile miski tohara, akasafisha vizuri, akatengeza vizuri, akisha baadaye akakutana na hali yake, basi na kwa lillahi alhamd. Wa ghaslu jamii aljasadi tathur, na kuosha kiwiliwili chote vile vile mwanamke anakuwa amefanina, ametoharika. Fabi ayi hadhihi alwujuh, basi kwa njia yoyote katika njia hizi tatu, tataharati, mwanamke atakazokuwa amejitoharisha, allati, ambazo ra'at at-tuhra, allati njia ambazo, au mwanamke ambaye hasa rudi kwa mwanamke ambaye allati, mwanamke ambaye ra'at at-tuhra, ambaye ameona kutoharika min al-hedhi, kutokana na hedhi. Kutoharika huko ni kupi? Inqita'u dami, kukatika kwa damu. Yani mwanamke ambaye aliona kutoharika, manake aliona kukatika kwa nini? Kwa ile damu yake ya hedhi, basi akitumia njia yote ile katika njia hizi tatu, itajuzu wakati huo kufanya naye tendo la ndoa mume wake. Faqad halla bihi lana, basi imekwisha kuwa ni halali kwa jambo hilo lana, kwetu sisi wanaume, itianuha, kumwendea huyo mwanamke. Wabillahi tawfiq, na tawfiki ni ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha akasema fi mithli maana thani, na mfano wa maana ya pili, wa huwa ghaslul farji bil ma'i, nayo ni kuosha ule utupu kwa maji, yani kuosha utupu kwa maji tu. Nazala qauluhu ta'ala, ndiyo ikateremka kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala, ambayo tutakuja kuiona baada ya adhana Isha biidhnillah tabaraka wa ta'ala. Naam, tunaendelea kusema wa fi mithli maana thani, na katika mfano wa maana ya pili anasema wa fi mithli maana thani, na katika mfano wa maana ya pili, wa huwa ghaslul farji bil ma'i,
nayo ni kukosha utupu, yani ile sehemu ya siri kuikosha kwa maji. Nazala qawluhu ta'ala, imeteremka kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala, la masjidun ussisa ala taqwa min awwal yawmin, msikiti ambao ulikuwa umeasisiwa juu ya takwa, katika misingi ya takwa katika siku ya mwanzo. Ahaqu an taquma fihi, unastahili zaidi kwamba wewe ndio usimame katika msikiti huo. Fihi rijalun, ndani yake kuna watu, yuhibbuna an yatatahharu, wanapenda kujitaharisha. Wallahu yuhibbul mutahhirin, Allah anapenda wale ambao wenye kujitaharisha. Fa innal murada almutatahhirin, kwa sababu makusudio ya almutatahirin min algha'it, ambao umejitaharisha kutokana na nini? Na haja kubwa, yani kutoka chooni. Min algha'it, kutokana na chooni. Algha'it inakuwa ni haja kubwa, lakini inaachiliwa vile vile kutoka chooni. Sawa ikiwa mtu amekwenda haja kubwa, amekwenda haja ndogo. Faqad sahha, kwa sababu kwa hakika kumesihi, annahu lamma unzilati hadhihi alaya, zama ilipokuwa imeteremshwa aya hii, qala sallallahu alayhi wasallam li ahli Qubai, alisema kuambia watu wa Quba, kwa sababu huo msikiti wa mwanzo ulioasisiwa ni Masjid Quba. Mtume sallallahu alayhi alipofika katika mji wa Madina aliuasisi msikiti huo. Alipotoka zake wapi? Maka, akaja zake mpaka Quba, akaja zake mji wa Madina. Alipofika maeneo ya Quba akauasisi msikiti huo, na msikiti huo una fadhila. Ukitoka wewe ukienda kuswali rakaa mbili tu, zile rakaa mbili zile inakuwa sawa sawa fadhila zake na thawabu zake kama mtu ambaye alikuwa amefanya ibada ya umra rakaa mbili. Msikiti wa Quba ambao uko katika mji wa Madina, sio hii misikiti yetu inaitwa Masjid Quba katika hii miji yetu. Manake kuna misikiti inaitwa Masjid Quba, kuna misikiti inaitwa Masjid Faruk, kuna misikiti inaitwa Masjid kadha, majina tu, mujarrad wa majina, nimefahamu. Sasa sio misikiti hiyo ambayo ilikuwa imepewa majina ya Quba Quba au misikiti mingineyo, hiyo ni majina tu, lakini kwamba ile fadhila haipatikani. Sasa mtu ambaye atakayekwenda katika msikiti huo anapata nini? Anapata fadhila hiyo. Kwa hiyo akawauliza wale watu wa Quba, inna Allah tabaraka wa taala, kwa hakika Allah tabaraka wa taala qad ahsana alaykum athanaa fi at-tuhur, Allah amesifu juu yenu vizuri katika tohara, fi qissati masjidikum, katika kisa cha msikiti wenu. Fama hadha at-tuhur, basi ni ipi hii tohara? Alladhi, ambayo tatuhuruna bihi, ambayo nyinyi mnajitoharisha. Ni ipi tohara hiyo ambayo nyinyi mnajitoharisha kwayo? Ni tohara ipi hiyo? Qalu, wale watu wakubwa wakasema, wallahi ya Rasulullah, tunaapa kwa Allah, ewe mjumbe wa Allah, ma na'lamu shay'a, sisi hatujui chochote, illa, isipokuwa, annahu kana lana jiranu min alyahud, kwamba isipokuwa kwamba sisi nilikuwa tuna majirani katika Mayahudi. Jiran ni jamu ya jar, jirani manake majirani wengi, pamoja na kwamba tamko hilo limechukuliwa likawekwa katika lugha ya Kiswahili jirani. Jirani ndio jirani. Una jirani wangapi wewe katika mtaa wako? Ana jirani wengi. Jirani wangu huyu hapa mmoja wewe. Jirani zangu hawa, simefahamu, zinabadilika tu kule matumizi yake, lakini neno linabaki vile vile jirani. Jirani yangu, jirani zangu. Simefahamu? Au baadhi ya watu wanasema majirani zangu. Manake wengi hao. Lakini kwamba jirani jirani. Lakini Kiarabu jirani ni jamu. Sasa usije ukakichukua Kiswahili ukaenda kupeleka kwa Kiarabu ukaona Kiswahili unatumia jirani, ukasema jirani huyu. Ukilikuta neno limeandikwa jirani, jua ni wingi, sio umoja, jirani wengi. Anasema illa annahu kana lana jiranu min alyahudi, kwamba palikuwa kwetu sisi kuna majirani katika Mayahudi. Umeona hata hii dhamiri ya mbele, yani kwamba hiyo dhamiri ya mbele, wakanu, umekiona hicho kitendo, sio wakana huyo jirani, wakanu, na walikuwa majirani hao, yaghsiluna adbarahum, wakiosha zile sehemu zao za nyuma, min alghaiti, kutokana wao kukidhi haja kubwa. Faghasalna kama ghasalu, kwa hiyo na sisi tukakosha kama ambavyo wao walivyokuwa wakifanya nini, wakiosha. Qala
Mtume akasema huwa dhaka, basi hilo ndilo ambalo Allah alikuwa amewasifu, fa alaikum bihi, shikamaneni nalo hilo. Yani mtu atakapokwenda haja kubwa, basi anatakana kwamba akoshe kwa maji, shikamaneni nalo jambo hilo, sababu Allah amewasifu kwa jambo hilo. Tumefahamu. Lakini jambo hilo limekoseshwa wale ambao wanaitwa kwamba staarabu ulimwengu, wengi wao, isipokuwa wale ambao wanafuata Uislamu, wazungu. Ni wao wazungu, tishu tuko na mbele, kwa tishu futa akisha metia katika mfuko, akisha fuko anaweza kufunga vizuri, ukaliona mfuko limetubwa njiani, wewe ukaona kama bunda la pesa fungua uone. Sallallahu alaihi wasallam. Tiani kumbe ni uchafu ambao wao walikuwa wamefanya nini, wameutupa. Lakini mtu akipata Uislamu, alhamdulillah, yani mtu akipata Uislamu basi anakuwa katika neema kubwa sana, tofauti na mtu ambaye alikuwa hajapata Uislamu. Sababu alipata Uislamu ndo anakuwa katika neema, anafanya mambo maana kwa mujibu wa wahi, tofauti na wale ambao walikosa Uislamu. Lakini ulimwengu namna ambavyo hawa makafiri walipoendea mbio mpaka kubadilisha, wakaonekana kama kwamba wao ndio wastaarabu wa ulimwengu, kumbe ni wachafu kama wao hakuna, kwa sababu wameacha kufuata Uislamu, ndio maana wakawa wachafu. Yoyote atakayeacha kufuata Uislamu lazima awe mchafu. Naam. Anasema nambari akaeka vinyota chini, sahaha al-Hakim, hadithi amesahisha al-Imam al-Hakim wadh-Dhahabi na al-Imam Dhahabi, wa qad kharrajtu turqahu, na mimi nimezileta njia zake, watakallamtu alaiha, kwa maana nimezisimulia njia zake, watakallamtu alaiha, na nikafanya nini, nikazizungumza juu yake. Na hapo amesema waqad kharrajtu, atulai kusema baina ya kharraja na akhraja, si mnakumbuka au msahau? Akhraja tuchangamshe akili. Akhraja ina maana kwamba yule anosema akhraja, lau kwamba Sheikh Al-Albani angesema waqad akhrajtu, maana yake kwamba yeye katika hizo njia hizo anazozisema na yeye yumo katika ile sanadi ya hadithi, lao angetumia akhrajtu, sio umefahamu. Lakini amesema waqad kharrajtu, maana yake yeye hayumo, bali amezileta zile sanadi, lakini yeye katika sanadi hayumo, yuko nje ya nini ile sanadi. Watakallamtu alaiha, na nikazungumza juu yake, fi fadli almasjid an-nabawi, katika ubora wa msikiti wa Mtume, min kitabi, katika kitabu changu Athmar Mustatab fi fiqh sunnah wal kitab, kwa maana kitabu hicho katika sehemu iliyokuwa inazungumzia ubora wa msikiti wa Mtume, si kwa maana labda kuna kitabu maalum ambacho amezungumzia ubora wa msikiti wa Mtume, isipokuwa Sheikh Muslim al-Abadi ndo ametunga kitabu Fadhlul Madina, ubora wa mji wa Madina, na ndani yake pia kaelezea msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Baadhi ya wanachuoni wameandika kuhusiana na fadhila ya Masjid an-Nabawi. Anasema qad istumila at-tatahhuru bi nafsi hadha al-maana, na kwa hakika imetumika kujitwarisha kwa nafsi ya maana hii, fi hadithi Aisha, katika hadithi Aisha radhiallahu anha, anna mra'atan, hakika mwanamke mmoja, sa'alati nabiyya, alimuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam, an ghusliha, kuhusiana na josho lake, min al-haidhi, kutoka na hedhi, min al-mahidhi, kutoka na hedhi. Fa amaraha, Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwamrisha, kaifa taghtasila, akamwamrisha namna ya kukoga. Qala, Mtume akasema, khudhi fursatan min misk, chukua fursatan min misk, chukua kipande cha pamba ambacho kwa kimechovya miski. Maana yake kichukue kile kipande cha pamba ambacho kilikuwa kimechovya miski, fatatahhari biha, jitaharishie wewe kwa kipande hicho. Qala, yule mwanamke akasema, kaifa atatahharu, vipi nijitaharishie mimi? Qala, Mtume akasema, tatahhari biha, jitaharishie wewe kwa kipande hicho. Qalat, yule mwanamke akasema, kaifa, vipi? Qala, Mtume akasema, subhanallah, takasifu na Allah. Kisha akamwambia tatahhari, jitaharishie. Yule mwanamke bado hajaelewa, hajafahamu kabisa ni vipi ajitaharishie. Aisha alipoona mjadala unakwenda pale, ndo Aisha anasema, fajtadhabtuha ilayya, mimi nikamvuta huyo mwanamke kwangu mimi. Nasema fajtadhabtuha ilayya, mimi nikamvuta huyo mwanamke kwangu mimi.
Faqultu, nikamwambia, tatabbai biha athara ad-dami, fuatishia athari ya damu. Yani kwamba hicho kipande cha pamba hicho kilivyochoshwa, yani kilivyo, naitaka Kiswahili vipi, kuchovwa, sio kimechovya, ambacho umekichovya wewe miski, basi pitishia katika zile sehemu za athari za damu. Jitoharishie, kwa maana jisafishie vizuri. Kwa hiyo mwanamke ndo akafahamu hapo, baada ya kufahamishwa na mwanamke mwenzake kwa mafundisho ambayo Aisha tayari kashafahamishwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu Aisha ni mke wake Mtume sallallahu alaihi wasallam. Rawahu al-Bukhari, hadithi amesimulia Imam Bukhari, nambari hadithi nambari hajataja, bali ametaja juzuu ya kwanza kurasa 229 mpaka 230. Wa Muslim na vile vile Imam Muslim katika juzuu ya kwanza kurasa 179 wa ghairuhuma na wengineo. Wa bil jumla, anasema Sheikh Al-Albani, na kiujumla, falaysa fi dalili ma yahsuru maana qawlihi azza wa jalla, hakuna dalili, manake hakuna katika dalili yale ambayo yanafupilizisha maana katika kauli yake Allah azza wa jalla, au yale ambayo panafupilizika maana ya kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala, fa idha tataharna bil ghusl faqat, kwamba pakawa panakusudiwa kukoga tu, la, hakuna dalili hiyo. Bal ayatu mutlaqa, aya imekuja kwa itlaq, imekuja kwa kuachiwa kabisa. Tashmalu maani ya thalatha, inakusanya maana tatu asabiqa ambazo nishatangulia. Maana zipi? Maana ya kwanza ni mwanamke kuukosha ule utupu wake kwa maji, akausafisha vizuri, akaenda kukutana na nani? Na mume wake. Maana ya pili kati ya udhu, nimefahamu, akaenda kukutana na mume wake. Maana ya tatu ndio kufanya nini? Kukoga. Asema fa bi ayha akhadhat, kwa yoyote ambayo itakayokuwa akhadhat tahir halat li zawjiha, yani kwamba kwa yoyote ile, anasema fa bi ayha, kwa yoyote ile akichukua mwanamke ambaye alikuwa kashataharika, halat li zawjiha, itakuwa ni halali kwa nani? Kwa mume wake. Wala a'lamu fi sunna, wala mimi sifahamu katika sunna, ma yataallaqu bihadhihi almas'ala, sifahamu katika nini, katika sunna, ma yataallaqu, yale ambayo yanafungamana bihadhihi almas'ala, katika mas'ala haya, salban, kitu ambacho kilichokuwa negative, chenye kuvuta, kilichokuwa kinaenda kinyume na jambo hilo. Maana kile kitu ambacho kwa negative, au ijaban, au kile ambacho ni kuwajibisha, ghaira hadithi Ibn Abbas, isipokuwa hadithi Ibn Abbas. Salban bi maana kitu negative, ya negative maana yake kitu kilichokuwa kiko kinyume na hili jambo ambalo kwa tumezungumza, au ikawa inawajibisha, isipokuwa hadithi ya Ibn Abbas marfu'an, hali yakuwa ni maneno ambayo yanyanyuliwa moja kwa moja mpaka Mtume sasa. Amesema idha ata ahadukum ra'atahu, atakapomwendea mmoja wenu mke wake, fi dami, katika damu, yani katika kipindi chake cha hedhi, faliyatasaddaq bidinari, basi na atoe sadaka kwa dinari. Hili liko wazi kwa sababu hadithi nyingine zimekuja zikaeleza hivyo, unafahamu. Wa idha wata'aha, na atakapomuingilia mwanamke, waqad ra'ati tuhura, na kwa hakika huyo mwanamke amekwisha kuona tohara, wala mtaghtasil, wala hajakoga huyo mwanamke, lakini tayari tohara kashaipata mwanamke, damu ishakatika. Hadithi inasema faliyatasaddaq binisfi dinar, basi na atoe nusu dinar. Walakinahu, Sheikh Al-Albani anasema, lakini hadithi hiyo hadithun dhaifun, hadithi ambayo kwa dhaifu, fihi Abdul Karim ibn Abi Makhariq, kuna ndani yake kuna Abdul Karim ibn Abi Makhariq Abu Umayya, wa huwa mujma ala dhafi, naye ni mtu ambaye wanachuoni wote wakubaliana juu ya udhaifu wake mtume. Wa man dhannahu, na yule ambaye atekedhania Abdul Karim al-Jazari Aba Saidi al-Harrani, akadhania huyo ambaye huyo athika ni thika, faqad wahima, basi mtu huyo ametuhumu, amebabaika, sio huyo. Yani kwamba Abdul Karim al-Jazari Abu Saidi al-Harrani sio huyo, bali huyo anakusudiwa Abdul Karim ibn Abi Makhariq Abu Umayya. Wa asema kama hakaktuhu, kama ambavyo nilivyokuwa nimelithibitisha hilo, fi sahihi sunan Abi Daud, katika nambari hadithi 258.
thumma inna fi matnihi ittiraban, kisha katika matni yake kuna ittiraban, kuyumba, yamnau min al-ihtijaj bi, ambayo inazuia kutolea hoja hadithi hiyo. Lau sahha sanaduhu, lau kwamba ingelisihi sanadi yake, kwa sababu inakwenda kinyume na zile hadithi ambazo tulikuwa tumeziona katika mtu atakapomwingilia mke wake akiwa yuko katika kipindi cha hedhi, bali atasaddaq bidinari au nisfi dinar. Ndio hadithi ilivyokuja, simefahamu, yani atoe dinari au nusu dinari, maana yake amekhiarishwa mtu huyo. Lakini sio kwa maana labda ikiwa ametoharika ndio atoe nusu dinari, la, si jambo la sawa. Fa kaifa wa huwa dhaifu, vipi sasa itakuwa na hadithi hiyo ni dhaifu? Maana yake itakuwa ndio haifai zaidi hadithi hiyo moja kwa moja. Kwa hiyo haya ni masala ambayo wanandoa wanatakana wafahamu kwa kina, wayaelewe, wayajue, ili waondokane ile shubha, waondokane utata katika ndoa yao. Na mwanamke ndo anatakana ajue katika kiwango ambacho kwa kikubwa mno, ili maana yake kwamba masala akiendea basi aendee katika hali ambayo ya elimu. Na wanawake katika masala haya wengi wao wako nyuma sana, bali sio wanawake tu, hata wanaume vile vile katika masala haya vile vile wapo nyuma sana kuweza kuyaelewa masala haya kwa mujibu wa mafundisho sahihi ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na kutoharika kama ambavyo Sheikh alivyokuwa ameelezea, ni kukatika kwa ile damu. Damu ikikatika, huyo mwanamke anahesabika hapo kashafanya nini? Kashatoharika. Sasa mwingine anasema mimi nilikuwa sijatoharika. Hujatoharika, mbona damu imekatika itoki tena? Vipi? Maana yake nilikuwa sijakoga. Sasa kukoga sio nini kubwa, simefahamu. Yani kukoga, utakuja kukoga kwa ajili ya kuhalalika kuswali, lakini tendo la jimai, kutoharika kwako kisha kunini, ina maana wewe utafanya nini? Utakwenda kufanya, utakwenda kukosha ile sehemu yako ya siri, akisha baadaye kama mume wako anakuhitajia utampa haki yake. Na ndio Uislamu uko katika mazingira kama haya. Na jingine ambalo kwa tumelizungumza, mwanamke anatakana ajielewe katika kuishi na mume wake, ajielewe, kwa maana ajue kwamba mimi wakati wote natakana kwamba niwe katika hali ya usafi. Baadhi ya wanawake wakiolewa wanakuwa kwa vizuri mashallah mwanzoni, lakini wakisha kuzaa mtoto wa kwanza, wa pili, wa tatu, wa nne, wa tano, wa sita, akisha kuzaa mtoto wa kwanza, tukiwa mwanamke hajapata mafundisho ya dini, basi anakuwa hajielewi, moyo wake unamili zaidi kwa mtoto. Moyo wake unamili zaidi kwa mtoto. Kama mwanamume alikuwa anaenziwa kabla ya kuzaa, basi kuenziwa kunapungua. Anamchukulia kama kawaida tu. Simefahamu? Anamchukulia kama kawaida. Si jambo la sawa. Mwanamke anatakana kwamba mche Allah katika upande huo. Lakini wanawake hao wakiolewa ukewenza, wanarudi katika uhalisia. Sasa sijui kando dawa yao hiyo au vipi? Simefahamu. Sasa kuna baadhi ya wanawake manake wako hivyo. Sasa kuna mmoja yeye alikuwa hivyo, mke wake anampa taabu, anampa shida na kadha. Kaambia uwezo wa kuwaendesha kwa wili kunao, ndio, basi ingeza mke wa pili. Akaongeza mke wa pili. Yule mwanamke akaona mimi bana nitapitwa na yule mwenzangu. Kwa hiyo naye akakaza kamba sasa. Akasema ustaz umenisaidia sana. Yaani yule mwanamke mke wangu wa mwanzo yule amekuwa kuliko, yani kama ndoa kama vile ambavyo kwanza nimemuoa, maana yake imeongezeka ile nini yake. Wallahu a'lam.